Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, karibuni kwa tafakari ya neno la Mungu, ikiwa ni Dominika ya 6 ya Pasaka. Masomo yetu ni mwaka C wa kanisa. Leo neno la Bwana linaongozwa na zaburi yetu ya wimbo wa katikati, watu na wakushukuru Mungu, watu wote na wakushukuru. Haya ni maneno ya Zaburi ya 67 na yaliimbwa na Mlawi mmoja ya kumtukuza Mwenyezi Mungu. Mungu anastahili kushukuriwa, kwani yeye ndiye mleta amani ulimwenguni kote. Yeye ndiye atoaye hukumu za haki na kuupatia ulimwengu amani na utulivu. Hivyo basi yafaa Mungu ashukuriwe. Ndugu zangu, sisi wa Kristo tunapaswa kumshukuru Mungu kwa sababu ametupatia kanisa lililopo chini ya mitume, na ambalo ikiwa tutalitii tutaweza kupata ufalme wa Mungu. Tuzidi kumtumainia Mwenyezi Mungu ndugu zangu, ili basi tuweze kupata ufalme wake. Katika somo la kwanza, mitume wanajadili juu ya kuwapokea watu wa mataifa katika kanisa. Kanisa lilikuwa na makundi mawili. Kundi la kwanza ni Wayahudi na la pili lilikuwa ni watu wa mataifa. Baadhi ya Wakristo wa Kiyahudi walikuwa na majivuno na waliwadharau Wakristo wa mataifa. Hawa walidharau tamaduni za watu wa mataifa kama uchafu, wakidai kwamba ili Mkristo wa mataifa apate wokovu lazima aishi kama Myahudi kwanza, atahiriwe na awe na ale kama Myahudi, na hapa anaweza kuokolewa na Kristo. Ni kama ilivyokuwa kwa tamaduni za wazungu zamani, ambaye mwenye kustaarabika basi alionekana ni yule ambaye anaweza kuongea kama mzungu, yule mwenye kula kama mzungu, kutembea kama mzungu. Walioshindwa basi walidharauliwa, wakaonekana kwamba sio wastaarabu. Jambo la namna hii lilitokea pia ndani ya kanisa, ndugu zangu, kipindi cha mitume. Mitume walijadili swala hili na kuona kwamba halina mshiko wote, ni linaleta utengano zaidi badala ya umoja. Waliona ubaguzi ndani yake, na hivyo wakaandaa waraka kwa makanisa yote. Wakakaa katika mtaguso wa kwanza wa Yerusalemu, wakaandika waraka kwa ajili ya makanisa yote kwamba hakuna ulazima wa Kristo wa mataifa kufuata taratibu za Kiyahudi. Wanapaswa kuonesha imani kwa Kristo na kujitenga na baadhi ya matendo ya kishetani tu. Kwa hiyo mkutano wa Yerusalemu, mtaguso wa kwanza, walikaa wakaandika cha muhimu ni imani yao kwa Yesu, sio kushika taratibu na desturi za Kiyahudi. Kwa hiyo watu wa mataifa waliposikia habari hizi baada ya kuhubiriwa na kusomewa waraka huu, walifurahi sana, kwa sababu Mungu amewahesabia kipekee kwamba na wao pia ni watu wanaostahili kumtukuza pamoja na tamaduni zao. Ndugu zangu, mitume walitambua kwamba kanisa ni la watu wote. Lilihitaji kuwapokea watu wa tamaduni zote, umri na chimbuko mbalimbali. Endapo wangeruhusu vigezo vya tamaduni, hakika kanisa lingekuwa na ubaguzi wa hali ya juu. Lingekosa tabia yake ya universality, ile universal church, ile kanisa kwa ajili ya wote. Sisi tuepuke ubaguzi ndugu zangu katika kanisa. Kanisa sio la kabila fulani au rangi fulani. Hata kama umeambiwa uandae sherehe, tambua wapo watu wa makabila mbalimbali wataingia hapa. Usiandae chakula cha kabila lako tu. Hata kwenye lugha ya kuongea, ongea lugha yenye kueleweka na watu wote, sio ya kabila lako tu. Heshimu kanisa la Kristo, kwani wote ni wa Kristo, ni mwili wa Kristo. Hata Yesu alipotoa mkate sema twaeni mle wote, twaeni mnywe wote. Hakuna aliyebaguliwa hapa, ni kwa ajili ya watu wote. Yeyote ajaye kwangu, yeyote, neno hili, yeyote ajaye kwangu sitamtupa kamwe. Yeyote, manake hakuna ubaguzi wowote. Kristo anataka sisi wote tuwe wake. Na pia viongozi wa kanisa wanapaswa kujua kwamba wanatumikia Wakristo waliotoka katika makabila mengi. Hivyo kama kiongozi, jitolee kwa wote. Usiwe padre au kiongozi kwa ajili ya watu fulani tu, labda padre ambaye kila siku anakwenda tu kutembelea familia fulani tu, au kwa sababu wanaongea lugha yake, au unaongea na watu fulani fulani tu unawatenga. Hapana, kanisa ni kwa ajili ya watu wote. Lazima tuwe tayari kwenda kwa maskini, kwa makabila mbalimbali. Hakuna ruhusa, hakuna kuweka tabia ya kutenga watu. Sisi tuwapende watu wote, tuwatembelee na tuishi nao tukijua wote ni watu wa Mungu.
Kuna tabia ya baadhi ya viongozi ambao wanachagua tu baadhi ya watu kwenda kuwasalimia. Hii si sawa, lazima tubadilike. Hivyo ndugu zangu, lisaidie kanisa liwe kwa ajili ya wote, lisaidie kanisa liwe universal church. Tujali wananchi wake wote. Zamani shule za wakoloni zilikuwa na classes. Kulikuwa na shule za watoto wa machifu. Watu maskini walitengwa. Sisi tuepuke na tabia za namna hii katika kanisa. Kanisa lisifanywe hivyo. Hata kwenye kutumikia kanisani wawepo watu kutoka sehemu mbalimbali. Na kwenye uongozi wachaguliwe watu mbalimbali, sio tu wachaguliwe watu wenye fedha au wenye mamlaka fulani pengine katika serikali. Somo la pili ndugu zangu, Yohane anaona maono ya mji mtakatifu wa Yerusalemu. Mji huu ulishuka kutoka mbinguni. Mji huu ulikuwa na sifa za kipekee kabisa. Kwanza, mji ni mtakatifu na ni mweupe na wenye kung'aa sana. Ndani yake kuna mwangaza kila mahali, unaonesha kila kitu, kwani mwana kondoo ndiye anayeuangazia huu mji ndugu zangu. Hakuna sehemu ya kufanyia uovu. Yaani kila mahali ni wazi, transparent. Yaani ni wazi. Ni tofauti na baadhi ya nyumba au mabaa yanayotengenezwa. Unakuta kuna sehemu za vificho, sehemu za giza au sehemu zenye mwanga hafifu ili watu wajifiche waweze kutenda dhambi. Lakini kwenye huu mji wa Mungu ni mwanga tu unawaka. Huwezi kujificha. Ni mwaliko kwetu kuacha matendo ya giza ndugu zangu. Ipo siku ambapo hatutaweza kuficha haya tunayoyafanya katika giza. Kila kitu kitakuja kujulikana tu. Hata matendo yangu nayo yafanya kwa kificho, ipo siku itajulikana tu. Hivyo tujitahidi kuacha matendo ya giza. Tuige sifa za huu mji wa mwana kondoo, mji ambao una mwanga kila mahali. Tufanye mambo kwa uwazi, tufanye mambo bila kuficha ficha. Tuige sifa za mji huu mtakatifu, Yerusalemu mpya, mji usiokuwa na sehemu yote ya kutendea dhambi au kufanya dhambi za kificho au dhambi za siri. Halafu ndugu zangu, mji huu ulikuwa na milango kila upande. Upande wa mashariki, magharibi, kaskazini na kusini kulikuwa kuna milango. Hii yamaanisha kwamba mji huu ulikuwa tayari kumkaribisha yeyote ajaye kutoka upande wowote ule. Mji huu ulimaanisha Yerusalemu mpya, yaani mbingu ijayo. Mitume wa Kristo wanayo nafasi ya pekee katika huu mji ndugu zangu. Katika hii mbingu mpya, mitume wana nafasi ya pekee ndugu zangu. Watakaoingia hapo wanaingia kupitia mlango wenye jina la mtume. Halafu pia wanasimama kwenye msingi uliojengwa chini ya mitume. Huu ni mwaliko kwetu ndugu zangu wa kujua nafasi ya viongozi wetu katika kanisa. Hawa ni mahalifa wa Kristo. Hivyo tuwatii. Tusitake kujiongoza wenyewe. Utajiongoza mwenyewe, lakini jua umuhimu wa kiongozi wako wa kiroho. Hata kama ni wa jumuiya, kaa chini, tafakari, na hakika utaona umuhimu wake. Utaona Mungu akiongoza ndani yake ndugu zangu. Ndugu zangu, nasi viongozi tutambue nafasi zetu. Sisi ni mahalifa wa Kristo. Hivyo tuheshimu nafasi hiyo. Tusitumie vibaya. Tuache kukaa mazingira yanayokwaza wenzetu. Pia tuwe watu wenye kupenda mambo ya kanisa na tusitafute maslahi kwenye mambo ya kanisa. Tujue mambo ya kanisa ni kujitolea. Kazi katika kanisa ni kujitolea. Tukianza kukimbizana kutafuta maslahi, hakuna kitu chochote tutakachokionyesha hapa duniani. Badala yake tutakuwa tu kama watafuta tonge kwenye kazi ya Mungu. Katika Injili Yesu anatoa faida ya kumpenda, kwamba Baba atampenda na Baba pamoja na Kristo watakuja kufanya makao kwa huyo mtu atakayempenda Kristo. Mkristo wa namna hii atakuwa na faida kubwa, kwa sababu Mungu akishafanya makao kwako, Mkristo hupata faida zaidi. Sisi tukazane ndugu zangu, ili tuweze kumkaribisha Kristo ndani ya mioyo yetu. Mara nyingi tunateseka kwa sababu tumeshindwa kumkaribisha Kristo ndani yetu. Tusichoke kumkaribisha Kristo aje ndani yetu na kufanya makao kati yetu ndugu zangu. Yesu anaendelea kuahidia msaidizi atakayewasaidia. Ndugu zangu, Roho Mtakatifu ndiye msaidizi wa Kristo. Tumkimbilie Roho Mtakatifu. Tunapaswa kuanza shughuli zetu kwa njia ya Roho Mtakatifu. Mwaliko Roho Mtakatifu, yeye ndiye msaidizi wetu. Mara nyingi tumeanguka kwa sababu hatujamkaribisha Roho Mtakatifu. Wengi tumefeli mitihani kwa sababu hatukumkaribisha Roho Mtakatifu. Tuliingia kwa nguvu zetu wenyewe na mwishowe tukaishia kuanguka vibaya sana.
Wengi tunashindwa kuishi na wapendwa wetu, tunashindwa kuishi ndoa kwa sababu tumetanguliza tamaa nyingi sana. Tunashindwa kuishi na familia zetu kwa sababu tumekataa kumkaribisha Roho Mtakatifu. Wapo watu wapo kwenye suria, hapo tayari kuachana na dhambi. Hapa Roho Mtakatifu atakuja kweli? Yafaa tumwalike Roho Mtakatifu aje kwetu. Tuache maisha yasiyoongozwa na Roho Mtakatifu. Hasa wagonjwa walio katika maumivu na mateso makali, wasiache kumkimbilia Roho Mtakatifu. Hawezi kuwasaidia tuweze kusafiri katika maumivu hayo tukiwa na Roho wa Mungu. Hakika tutaona mkono wa Mungu katika yote. Katika Injili ya leo, Yesu anaongea kirafiki sana. Hivyo kila mmoja wetu amuone Yesu kama rafiki kwake. Yesu amewahi kusema, mimi nawaita rafiki, ninyi si watumwa. Tukitambua Yesu ni rafiki yetu, hatuwezi kukubali kazi ya Yesu iharibike, kwa sababu hatuwezi kukubali kazi ya rafiki yetu iharibike. Sisi tujitahidi kupambana kuhakikisha kwamba kazi ya rafiki yetu inaendelea. Tumuendee Yesu kama rafiki yetu, kama kaka yetu, kama dada yetu, kama mama yetu, kama baba yetu. Kwake tusimuone Yesu kama adui. Kwake kuna faraja, kwake kuna kila aina ya neema. Lazima sisi tuende kwake kirafiki, tutapata baraka. Na tuhangaike siku zote kuhakikisha kwamba kazi ya Kristo inaendelea kubaki salama. Tujitoe, tulipende kanisa, tukikuonyesha kwamba sisi na Kristo ni wamoja. Na kutakia Dominika njema. Mwenyezi Mungu akubariki na kukulinda na kukutunza na kukusimamia na kubariki kila kitu katika maisha yako. Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Dominika njema.